Okay, mambo vipi? Hapo kwamba uko vizuri sana. Hata mimi mwenyewe niko vizuri. Najisikia fahari sana ninapokutana nawe ili tupate wasaa mzuri wa kuzungumza yale yanayoendelea katika uga wa michezo kwa lugha nyepesi. Tangu tumemaliza mechi ya Simba dhidi ya kikosi cha Berkane, mimi nawe hatujakutana hapa face to face kutazamana machoni namna hii na kuelezana mambo mawili matatu ambayo yameendelea katika mpira wetu. But lakuia tuko hapa kwa ajili ya kutazama hayo mambo kwa ujumla wake. Kwanza kubwa zaidi ni finali ya kombe la shirikisho barani Afrika ambayo ilipigwa pale Zanzibar, lakini pia tutaangalia kituo kinachofuata kwa Simba mara baada ya kumalizana mchezo dhidi ya kikosi cha Berkane na mara baada ya kumaliza michuano ya kimataifa. What for kwa Simba wakati msimu ukiwa unaelekea ukingoni, ana viporo tu vitatu ambavyo amesalia, aina mechi kama 4 kama 5 kabla ya kuhitimisha msimu mwaka 2024-2025. Simba ana ufungaje msimu, lakini pia ana ufungwa vipi msimu? I think ndio kitu ambacho mimi na wewe inabidi tukae chini hapa tuweze kukijadili kwa namna moja ama nyingine. So jambo kubwa zaidi ambalo nataka tulizungumze kwanza ni juu ya mechi kwa ujumla jinsi ilivyokuwa. Kwanza Simba hawastahili kusemwa kwa lolote lile. Mechi ya jana walikuwa na performance nzuri sana na walipambana kila walichokuwa wanaweza, lakini matokeo hayakuwa upande wao. Kilichokosekana kwa Simba ni maeneo yale ambayo mara nyingi Simba akiishiaga kwenye hatua ya robo finali tulikuwa tunalalamika kwamba makosa ya Simba yamekuwa ni haya katika kila msimu. Makosa yenyewe ni namna ambavyo Simba wanaweza kupata mabao. Hiko ndo kitu ambacho nadhani kimekuwa kikileta tabu kwenye michuano ya kimataifa. Simba wanatoka vizuri chini eneo la katikati, lakini upatikanaji wa mabao unakuwa ni mgumu sana. Wamefanya kazi nzuri sana Joshua Mutale pamoja na Elie Mpanzu kutokana na aina ya mechi jinsi ilivyokuwa. Aina mechi yenyewe ilikuwa inahitaji wachezaji ambao ni dribblers wazuri, ambao ni ball carriers, ambao wanaweza kukimbia na mpira kuliko watu ambao wanaweza kupasia sana. So walikuwa wanahitajika watu kama kwa sababu mianya ya kupasia mpira ama kutembeza mpira ilishafungwa. So ilibaki mianya ya mtu kukimbia na mpira. Na hapo tunazungumzia individuality. That's why unamuona mtu kama Joshua Mutale Bodu ameenda kuwa na matokeo mazuri, na kwenye hilo eneo lazima tumsifie kusema la ukweli, amefanya kazi nzuri sana. Lakini kuna watu ambao mara baada ya mchezo amelalamikiwa sana mchezaji, amelalamikiwa sana mtu kama amelalamikiwa sana muamzi, sorry kwa Yosim, amelalamikiwa sana muamzi kwa kila ambacho alikionyesha. Performance yake of course haikuwa nzuri. Kuna baadhi ya matukio ambayo alistahili kuyahukumu vizuri, yeye hakuyahukumu kama ambavyo ilivyostahili kuwa. So na yeye ana sababu za kubeba lawama zake kwa namna moja ama nyingine, lakini yeye aweza akawa sababu ya Simba kutobeba ubingwa wa ligi kuu Tanzania, ya kubeba kombe la shirikisho barani Afrika. Angekuwa kwenye uwiano wa namna hiyo, Simba wangeweza kufunga mabao mengi, lakini pia opportunities zilikuwepo, Simba hakuzitumia. So yale maamuzi kadhaa ambayo hayakufanyika kwa usahihi hayaweza yakasababisha tukasema kwamba muamzi ndiye ambaye amesababisha mechi iwe vile. Of course nishaeleza vizuri sana kwenye eneo la uamuzi na eneo la technical. Nimekuja hapa tujadili kitu kimoja. Kikosi cha Simba kimerejea Dar es Salaam, na mara baada ya kufika Dar es Salaam mapokezi yalikuwa ni makubwa sana kwenye feri wakitoka Zanzibar, na mashabiki wa Simba walionekana kupanga mstari na kuwapigia makofi wachezaji wao. Hii kwangu ndio kitu ambacho kimenileta. Kwa nini tumeona tukio kama hili? Kwanza tumeona tukio kama hili kwa maana ya appreciate kazi nzuri ambayo imefanywa na wachezaji wa kikosi cha Simba, na mashabiki wameappreciate kitu kama hicho, kwamba mmefanya kazi moja nzuri na mnahitaji kusifiwa kwenye hiki ambacho mmekifanya. Ndio maana unaweza ona wamejitokeza kwa wingi huo na wamekubali matokeo ya kile ambacho kimetokea na kumshukuru Mungu kwamba angalau huu msimu unamalizika, sisi tutakuwa tumefika finali na kuondoa ile ukiritimba kuishia katika hatua robo. Sasa tunaenda straight forward. Lakini pia amepigiwa makofi sana Yusuf Kagoma
kwa maana kuonesha kwamba ile red card uliyoipata haukufanya makusudi. Umepata red card kwa sababu ya ulikuwa unatamani yatokee matokeo ya namna fulani. Kwenye kujituma kwako ndipo ambapo kimetokea hiko ambacho kimetokea. Akasema kwa hiyo anasema tunakupongeza kwa kazi uliyoifanya. Kosa moja aliwezi likaondoa yale mazuri ambayo ilishayafanya. Hiyo ni kitu ambayo mara nyingi waga inawapa confidence zaidi wachezaji wa timu yoyote ile, na kujiona kwamba okay, tupo kwenye timu ambayo ina appreciate zile kazi ambazo sisi tunafanya. Na hiko ndio kitu ambacho ni kikubwa zaidi, mashabiki ku appreciate kwamba jambo fulani limefanyika. Lakini pili, amepongezwa sana Fadru kwa kile alichokionyesha kwenye mchezo wa jana. Kwanza kutusurprise kwanza na Joshua Mutale. Watu wengi zaidi hatukutarajia kama Joshua Mutale angeanza na kwenda kutoa kile kiwango ambacho amekitoa. Wengi tulidhani labda ataenda kuharibu ule mchezo, lakini Joshua Mutale akaenda kufight na kuongeza nguvu. End of the day tumeweza kuiona timu ambayo kusema la ukweli imeweza kucheza vizuri licha matokeo kutokuwa upande wao. So kwangu mimi hiki ambacho mashabiki wamekifanya, kwanza kwenda kuipokea Simba, kuwapigia makofi baadhi ya wachezaji, kuwapongeza baadhi ya wachezaji, kwangu mimi kimeendelea kwa empower wachezaji. Lakini pili, kinawapa deni wachezaji waone kwamba wameshafika finali, wamepata medal, lakini furaha ya wana Simba ingekuwa kubwa zaidi kama wangeweza kufika kwenye hatua ya finali ya kubeba kombe hili la kombe la shirikisho barani Afrika. Shafika finali, tunachokuuliza what for? Unawezaje kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Ni kubeba hilo kombe. So mashabiki wameshafanya kazi yao na wameliacha ile deni mioyoni mwa wachezaji kwa Simba, kuonyesha kwamba tunawatarajia muendelee kufanya hivi, mfike kwenye level ambazo ni kubwa zaidi, kwa sababu kinachohitajika ni kombe na si vinginevyo. Lakini mara baada ya hii michuano kumalizika, Simba wana kazi kubwa sana kufanya. Mara hii watakuwa na kazi dhidi ya kikosi cha Singida Big Stars, mchezo ambao utapigwa tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2025, na mchezo utapigwa kwenye uwanja wa KMC Complex, na utakuwa ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini mara baada ya hapo watasafiri tarehe 31 kwenda kucheza na kikosi cha Singida Big Stars once again. Mchezo huu utapigwa kule Tanzanite Kwara, ndipo ambapo mchezo wa nusu finali utapigwa. So ukiangalia Singida Big Stars wanataka kushika nafasi za juu, lakini pili na wao wanatamani wamalize msimu wakiwa wamebeba kombe. Na njia pekee yake ambao wanaweza kubeba kombe ni pamoja na kubeba kombe la CRDB, lakini pia namna ya kumaliza nafasi za juu ni pamoja na kushinda mechi zake za mwisho. Huu ni mchezo ambao unatafsiri Simba kama wana deserve kubeba ubingwa ama la. So iko ndo kinachofuata mara baada ya Simba kumaliza hizi ngendembo. Naitwa Almasho Subonifas Kenyase. Shukrani sana and bye bye.